nafasi ya kuzungumza na Hussein Masanza, mkuu wa idara ya habari ya Singida Black Stars, akieleza malalamiko yao ambayo wameshayatuma kwenye bodi ya ligi na shirikisho la kabumbu Tanzania. Tumefanya mawasiliano kwa maana ya kuandika barua na kuiwasilisha kwa mamlaka za soka, TFF, bodi ya ligi, kuhusiana na kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wetu wa ligi kuu NBC dhidi ya Simba Sports Club pale Dar es Salaam. Na hayo ni baada ya tulipitia mechi nzima, kamati yetu ilipitia mechi nzima na kuwasilisha ripoti yake kwa uongozi mapema hii leo, na ikabainika kwamba kuna makosa kweli yaliokuwa yakifanyika kwenye mchezo ule, kwa maana ya uchezeshaji hatukutendewa haki. Hapo maamuzi ambayo yalikuwa yakifanyika ama yakishindwa kufanyika kwa haki, na hatimaye akaathiri mchezo moja kwa moja pamoja na matokeo. Kwa hiyo kimsingi tulilalamika kuhusiana na waamuzi, lakini mwamuzi wa kati hasa ambaye alikuwa akifanya maamuzi kwa kutunyima penalti halali, ambazo kwa mujibu wa mapitio ambayo tulipitia sisi kama klabu tuliona ni penalti 3, 2 zikiwa za mshambuliaji wetu Jonathan Soa. Lakini halikadhalika kwa tukio pia la Elvis Baranga Rupia, naye pia alikuwa akisakamwa akifanyiwa rafu, na maamuzi yote yalikuwa yafanyiki, pamoja na matukio mengine ambayo tuliona yalikuwa yanastahili kuchukua maamuzi kwa mujibu wa kanuni na sheria za uendeshaji wa mchezo. Tunatamani malalamiko yetu yachukuliwe kwa uzito mkubwa, kwa sababu si mara ya kwanza inatokea kufanyiwa vitendo vya namna hii. Mechi yetu ya mkondo wa kwanza dhidi ya Simba Sports Club pale nyumbani kwetu sisi Mliti, palikuwa na matukio mengi ambayo hayakutufurahisha na alionyesha kabisa kwamba tunafanyiwa njama ama hujuma tuweze kupoteza mchezo ule, na tukapoteza. Na bwana, hapo alipoishia ndo pazuri hapo. Na Karimu anzia hapo. Yaani Singida Black Stars wanasema wao mechi yao hata ile ya kwanza walikuwa wanaona kabisa wanafanyiwa njama na hujuma. Kwa hiyo ligi yetu imefika hatua sasa waamuzi wanafanya njama na hujuma. Alafu sasa waamuzi wakifanya njama, sina maana na taasisi ambazo zinasimamia mpira wanashika. Ndio maana Masanza amemsikia. Yes, bodi ya ligi kupitia kwa afisa habari wake Karim Boimanda tuko naye hivi sasa moja kwa moja. Karimu, habari za asubuhi ndugu yangu. Salama, unaendeleaje? Bado umelala, mbona unaongea kama vile? Naendelea vizuri alhamdulillah. Nashukuru Mungu, mambo yanakwenda yanakwenda vizuri. Unasikia hizi mbilinge zinazoendelea Karim Boimanda, na nyinyi ndio bodi ya ligi. Kuna watu wanathubutu mpaka kusema kwamba kuna mipango inapangwa wakandamizwe au waumizwe kwenye michezo yao. Kuna njama na hujuma zinafanyika. Hujuma Karim Boimanda, hebu tueleze bwana kuhusiana na hili. Nasikia na kuona, mimi ni mmoja kati ya watu wenye akaunti za mitandao ya kijamii, kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii pia nipo naona. Lakini pia mimi ni msikilizaji mzuri wa vipindi vya redio, mmekuwa mkifanya kazi nzuri ya kuzitangaza ligi zetu. Tunawasikilizeni sana na tunasikia habari mbalimbali ambazo mmekuwa mkizipata. Kipekee kabisa niwapongeze kwamba hizi taarifa za kwamba fulani amelalamika, kundi la klabu kadhaa zimeandika barua, kabla hamjaichukua kama habari, mmefanya jitihada za kuwatafuta upande wa pili, kwa maana ya bodi ya ligi kama mamlaka inayoendesha na kusimamia ligi, ili sasa kubalance hiyo hadithi ifike vizuri kwa wadau wetu. Ni jambo kubwa ambalo sisi wana habari tumefundishwa. Lakini kile tulichokiona jana mtandaoni ambacho kimefanywa pia na wanahabari wenzetu haikuwa habari, kwa sababu hakuna ambaye mpaka wakati ule alikuwa amewasiliana na mimi kutaka kusikia kwa upande wetu sisi kama tumepata ama la. Story ilikuwa ni kwamba barua zimekwenda bodi ya ligi, lakini huko bodi ya ligi wanasemaje, wamepokea hawajapokea, hakuna aliyefanya jitihada zozote. Ndio maana nimetamani kuanza kwa kuwapongezeni. Kwa hiyo nikienda sasa kwenye swali lako, ni kuambie kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania imekuwa ikifanya mawasiliano na klabu zake kila siku, lakini mpaka muda huu ninapozungumza na wewe na ambavyo nasikilizwa na wasikilizaji wa kipindi hiki cha michezo, ni kwamba bodi ya ligi haijapokea barua kutoka kwa klabu yoyote ikizungumzia hili jambo ambalo limezagaa huko mtandaoni. Sasa unajua hapo inakuwa ni mtihani kidogo, kwa sababu Singida wanasema wamefikisha barua kwenu ya malalamiko, na kama ambavyo umesikia unasema
kwamba wasipojibiwa barua yao kutokana na kuvumilia kwa muda mrefu na sasa wameona inatosha, watajiondoa kwenye mashindano. Sasa na wewe ukija kututhibitishia kwamba haujapata barua, inakuwa kidogo ni mtihani. Sasa nyinyi bodi ya ligi mnaweza mkatoa kauli ipi sasa ya mwisho kwa haya yote ambayo yanaendelea? Inawezekana ikawa ni uzushi kwa utashi wao ama vyovyote vile, lakini naamini hata nyinyi bodi ya ligi mnapohusishwa na mambo kama haya, basi ligi yetu kidogo inaonekana kwamba haiendi sawa sawa. Sasa ni heri ukatoa kama ni kauli kwa klabu ambazo mnazisimamia, ili basi haya yote yasije kaendelea kujitokeza. Hiki ni kitu kibaya sana tu. Ni kitu kibaya kwa sababu kiukweli kuna kundi la watu linaamini kuchafua chapa ama brandi ya ligi ni kuna maslahi yanapatikana kwa kufanya hivyo. Kwa maana naamini ni maslahi binafsi. Hilo kundi ni kundi ambalo tumeshirikiana nao vizuri tu katika kujenga hiyo brandi. Sasa hivi tunapozungumza kwamba ligi hii inatajwa kuwa ni ligi bora, tunapoisikia ikizungumzwa kwenye mataifa mengi hapa Afrika na hata nje ya Afrika, msingi wake ni kwamba ni ushirikiano ambao umefanywa na bodi ya ligi, TFF, wadhamini, vyombo vya habari na wanahabari, klabu zenyewe kwa pamoja ndio wamepeleka hiyo brand sehemu fulani. Kwa hiyo linapojitokeza kundi fulani linaamua kuanza kuchafua hiyo brandi, hawafanyi kitu sawa. Na mimi niseme kwa maana ya klabu, Singida Black Stars hawajatuandikia barua kuhusiana na hilo jambo. Singida Black Stars sijaona kwenye ukurasa wao rasmi kukiwa na barua ama taarifa inayohusiana na hili jambo mpaka sasa hivi. Sijui labda nilipita njia tofauti. Kwa hiyo nisingependa kuzungumza sana juu ya mtu ambaye anazungumza hilo jambo. Sisi tunafanya mawasiliano na klabu kupitia barua pepe. Hiyo ndio njia rasmi. Lakini wakati mwingine tumekuwa tukichukua hatua kwa kile ambacho wamekuwa wakikiweka kwenye kurasa zao rasmi ambazo walizitambulisha kwetu. Kwa hiyo muda huu tunapozungumza hatujaona katika hivyo vitu viwili. Siwezi kukaa hapa sasa nianze kuzungumzia kilichozungumzwa na afisa habari wa klabu. Lakini kama afisa wa klabu ambaye ametambulishwa kwetu, na ikifahamika kwamba mpaka wakati huo yeye anazungumza kwamba kuna barua imekwenda bodi ya ligi, na wakati pia afisa habari wa bodi ya ligi kwa kile ambacho amesikitishwa nacho na haya ambayo yanaendelea. Na alipomaliza hapo, sijui kama chambuzi yuko hapa Mkalaboko, lakini Wilson John Oruma pamoja na Bisai Steven Jr. Anasema haya ni mambo ya kupikwa. Kuna watu sasa hivi kuna kundi la watu wanafanya kazi ya kuichafua bodi ya ligi kwa makusudi kabisa. Na hiyo anasema inawaumiza sana wao bodi ya ligi. Kwa hiyo huu ni uchafuzi ambao umetengenezwa. Sasa anajiuliza, Masanza ametumika kwenye huu uchafuzi ambao bodi ya ligi wanasema kwamba kuna kundi la watu linaichafua bodi kwa sasa. Je, Masanza, Hussein Masanza wa Singida Black Stars anatumika Mkalaboko? Kwa sababu ametoa kauli ambayo anafika hatua kusema tumeshaandika barua na tumeshapeleka kwenye wahusika mamlaka ya soka, wakati wenye mamlaka ya soka mpaka asubuhi ya leo hawana barua. Kwa hiyo Masanza anatumika? Sio kutumika tu, wakati mwingine kutoa malalamiko hata kama hajapokelewa na watu haina maana malalamiko hayana tija. Ila liko tatizo ambalo tuko nalo sasa hivi la kushindana ukasuku kwenye uandishi wa habari na sio kufanya habari. Ndilo ambalo linasumbua, kwa sababu malalamiko ya Singida Black Stars hakuna mahala ukiyasikiliza hayana mashiko, lakini namna ya uwasilishaji kwenye hoja ya kwamba wamepeleka barua, bodi ya ligi wameshapeleka barua TFF, wenye mamlaka wanasema hatujapokea barua yoyote mpaka asubuhi ya leo. Na anasema, kama umemsikia Karimu, anasema kuna kundi la watu linafanya kazi kwa kuichafua bodi. Ndio maana nimekuuliza swali kwa mstakabali huo, kwa maana yake Masanza anahusika kwenye hilo kundi la kuichafua bodi? Uweze kuthibitisha anahusika kama barua iko njiani? Kwa sababu hujapokea. Imekwama hiyo barua. Ndio tumeituma iko njiani. Yeye uzuri anasema afisa wa bodi anasema haijafika wewe, lakini labda iko njiani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, moja eneo ambalo naliona pia ni namna ya kuripoti taarifa zenye mkanganyiko. Unajua sasa hivi tunashindana udaku. Sio tena habari zenye tija kwenye michezo. Ni udaku tu. Tunashindana. Bold hiyo. Tunashindana udaku. Yani tunashindana udaku. Na hiki ndio kitu ambacho kinatupa ugumu, na wakati mwingine mamlaka nazo zinashindwa kudhibiti hali.
kwa sababu ya nguvu ya mitandao ya kijamii na kitu kingine, kwa sababu tunashindana udaku. Hawa wanaolalamika kabla ya kufikisha malalamiko maeneo husika wanapata nafasi access ya kutoa taarifa zao. Sasa wanaweza kwa wametoa taarifa zao sahihi, lakini kwa kuwa hazijatolewa muda sahihi nao unaonekana umbea. Ndio kinatuleta shida hapa. Kwa mfano, haya malalamiko ya Singida Black Stars yamekuwa yamefailiwa bodi ya ligi, yametolewa taarifa na bodi ya ligi wameyapokea, na wao wakasema, au baada ya kuwasilisha wakatoa official wakasema tena kwenye vyanzo vyao vya taarifa. Kwa mfano, hawa Kimundo wanatumia peji zao official kutoa taarifa, lakini unakuta peji ya afisa habari ndio imetoa taarifa. Ukienda kwenye club taarifa official hakuna, na hao bodi mpaka wanatumia page ndio vyanzo vyao vya taarifa kutoka kwenye vilabu. Lakini pia wakati mwingine taarifa zikitoka kama hivi, basi upande wa pili wewe umefika unajua, lakini pia anaweza hata kama hawajui, tunashindana udaku tu. Ndio shida sasa hivi. Mtu ana mpango wa kufanya jambo analitangaza tayari. Sasa kila siku unasikiliza udaku. Mwisho siku lazima tuchukue hatua za kuijenga mpira wetu. Lazima tuchukue hatua za kubana taarifa. Kwa mfano, hili sasa limegeuka kuwa tatizo tena. Angalia sasa hivi vinatajwa vilabu vingine, ni vipi hivyo? Vimesema wapi? Taarifa kapokea nani? Hao bodi hata kama taarifa hawajapata, zimefika, zikifika si watasema? Sasa tunashindana udaku. Ndio maana jamii sasa hivi inavurugika. Nimechukua hiyo point Wilson ya mzee wangu Mwinyi. Yes, kwa siku ya Ijumaa anaitwa Mwinyi Mkalaboko, kaka wa biharusi, lakini leo mpaka leo mchele ule wa tunapata bwana amezungumza kitu hapo kwamba watu wanashindana. Inawezekana katika ushindani huo watu wanatafuta interaction mitandaoni, sio jambo baya, lakini sasa taarifa gani unaifanya hivyo, yani ili trend tu na maisha mengine yaendelee, labda kwa vile ambavyo wewe unataka yani unufaike kwa namna moja ama nyingine. Lakini sasa hili linaloendelea linaipeleka wapi ligi yetu? Umemsikia hapo Karimbo Imara, ni kama vile anapingana vikali na hiki ambacho kinaendelea. Sisi tunaweza tukaona ni sawa kuzusha vitu, kuitrendisha ligi yetu, lakini kwa mambo mabaya, maana haya sio mambo mazuri. Ni heri ingekuwa ni mambo mazuri tungesema hapo sawa, ligi yetu inazidi kuongeleka. Na sio mambo mazuri tunachafuana. Sijui kama unanielewa. Ligi yetu inaenda wapi? Wilson John Rongo. Kwanza of course ni bahati mbaya sana kwamba tumetumia nguvu nyingi sana kuifikisha ligi yetu hapa ilipo. Kwa sababu kama ulivyomsikia Karimu hapo, ametugea na sisi maua yetu kwamba tunao mchango mkubwa wa hapa ligi yetu ilikofika. Na sisi wote ni mashahidi kwamba yako matunda mengi sana tunayapata kwa sababu ya ligi yetu kuwa hapa ilipo. Lakini kwa bahati mbaya tena ni kwamba ni sisi wenyewe ndo ambao tunatumika kutaka kuiporomosha hii brand ya ligi hapa ilikofika. Yani ni masikitiko na msiba mkubwa sana, hasa ukiwa wewe ni mwanahabari, sio kupublish taarifa ambayo ni ya upande mmoja, taarifa ambayo haujaipatia balance yoyote. Sumenelewa? Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini pale mwanzo Majidi alikuwa anauliza kwamba kama hii taarifa haijafika bodi, ndio kama usoni ametumika. Yes, hiyo barua inayozungumzwa kwamba haijafika bodi, ndio si ndio? Je, Hussein Masanza anatumika? Na anatumika kwa Karimu amesema kuna kundi la watu linaichafua bodi. Ndio nikasema Masanza anatumika na hilo kundi la watu ili kuichafua bodi. Unaelewa? Na ukimsikiliza Masanza, malalamiko yake makubwa ni dhidi ya klabu ya Simba. Unaelewa? Kwa sababu anazungumza mechi mbili dhidi ya Simba kwamba zina hujuma ndani yake. Sawa. Mechi ya kwanza ambayo imefanyika CCM Liti, na hii mechi ya juzi ambayo imefanyika KMC. Umeelewa? Lakini twende ndani tujiulize kwamba msimu huu Singida Black Stars, mechi ambazo hazijawa na maamuzi ambayo
wao wameyapenda au yamekwenda kwa upande wao ni hizi mechi mbili tu dhidi ya Simba? Yani hapo lazima tuhoji. Kwenye huu msimu mzima Singida Black Stars, mechi ambazo maamuzi hayajakwenda au upande wao au hayajawafurahisha ni mechi dhidi ya Simba peke yake, kwa sababu hapo ametaja mechi dhidi ya Simba peke yake. Kwamba anahisi kuna njama, anahisi kuna hujuma, sio? Lakini mimi niki trace nakumbuka kwa mfano kuna mechi dhidi ya KMC, ile mechi ambayo Singida walifungwa 2-0 hapa KMC Complex. Sio? Nakumbuka ile mechi. Unakumbuka ile mechi? Unakumbuka bao la kwanza ambalo limefungwa na KMC? Bao kafunga Oscar Paul. Ndio. Sio? Build up ile bao. Alianza nafikiri alikuwa ni Saliboko. Saliboko alikuwa amempush Andy Sileli, defender wa Singida Black Stars, akaanguka. Si ndio? Lakini mfungaji Oscar Paul wakati anakwenda kufunga alinyanyua kiatu juu wakati Anthony Trabi anataka kuosha ule mpira. Bao likafungwa. Umeelewa? Yani ukiangalia ile bao kulikuwa na foul mbili ambazo KMC wamezifanya kabla ya goli kufungwa. Umeelewa? Hiyo ni mechi moja tu. Na wakati hayo yanafanyika ni wakati Black Stars wakiwa kwenye fomu ya balaa. Walikuwa na mfululizo wa mechi 6 wakiwa wamefungwa mechi moja tu ambayo ilikuwa ni mechi dhidi ya Simba bao 1-0. Singida walikuwa wanatafuta timu tatu zile za juu kwenye msimamo. Sawa. Tutarudi hapa mwana michezo kuja kuendelea kuzungumza zaidi pamoja nawe. Ujumbe wako pia ni muhimu sana, endelea kushare nasi.